Bwana ziweze. Mimi nitasema yangu. Kama nitakosa chakula, ikuwe ni kwa sababu ya utukufu. Kwa mfano, Elia alipokuwa jangwani na Mungu akasimamisha chakula ya kunguru. Elia alikosa chakula kupitia kwa kunguru. Lakini Mungu akamwambia, sasa enda kwa mwanamke fulani Zarepta. Mwanamke yule alipofika, anapata mwanamke naye chakula yenye mebaki ni ya yeye na mtoto tu hiyo wakati mmoja, si ati mara mbili. Wakishamaliza kula yeye alafu Elisha kukuja hapa na kumwambia amtengenezee chakula na mwambie sikia chakula niko nayo ni ya mimi na mtoto wangu. Hiyo ni changamoto. Wewe unafikiri haikuwa changamoto? Haikuwa changamoto. Na Elisha anamwambia wewe tengeneza hiyo chakula na usipatie mtoto na wewe mwenyewe usikule, leta hapa kwanza mimi nianze naye. Wewe unafikiri hiyo hadi wewe jaribu kujiweka hapo ndani. Na hapa nchi mzima imekosa chakula. Watu wamekula mpaka mavi ya punda. Watu wenyewe wamekula vitu vya punda. Vitu ambavyo havikuliki. Sasa hivi tunaambia watu kobe inaweza kulika, mtu anafikiri ni mchezo. Sasa hivi kozekana chakula na kobe ndio zitaisha. Watu walienda extra mpaka kuchinja watoto kama huyu Zion. Anachinjwa na anachemshwa kwa sababu hakuna kitu tutakula. Na yeye hakuchinja pia anataka cha kukula. Lakini sasa hapa hakuna mambo ya mchezo. Mama hana huruma. Baba hana huruma, achinjwe. Mimi nishibe bwana. Tutazaa mwingine. Watoto walikule. Kulikuwa na njaa. Na hata Elia mwenye alifunga mbingu na dunia, mvua isinyeshe, yeye mwenyewe ako pangoni. Wewe unafikiri mambo ni mchezo? So, mimi kama nitakosa chakula iko ni Mungu anataka nikose. Watu wajue vile yeye amesema kwa kila kitu Mungu anatenda. Anataka ijulikane. Kupitia kwa hiyo chakula kukosekana kwangu. Nimekuja mmenifukuza. Mungu atatenda jambo ambayo litajulikana dunia mzima. Jaza alikosa chakula, lakini sababu ya Jaza kukosa chakula ndio hii. Kama nitakosa nyumba kulipa, hii nyumba naishi, nifukuzwe, nitupe vitu pale kwa gate, watu wanicheka, ni pasta gani? Bure kabisa. Nitaambia Mungu hiyo yote itendeke kwa sababu watu ujue wewe. Na baada hiyo mambo yote ijulikane. Wakati alipoteza ng'ombe zake watu walimcheka, lakini wakati zilirudi mara ngapi aliporudishiwa na Mungu, watu waliomcheka hata tena walishangaa. Hiyo ndio kuteseka kwa sababu nimekubali, nimekosa chakula, nyumba yangu imefungwa, sina mavazi kwa sababu kama vile dada yetu Lazaro. Lazaro alikuwa dada ama nani? Alikuwa mwanaume. Ndugu yetu Lazaro, Bwana asifiwe sana. Alikuwa anakula makombo yanayomwagika kwa meza ya tajiri, lakini mwisho yake ilikuwa ni kwa utukufu. Na vitu vyote Yesu alipofanya kwa Biblia lazima vilikuwa vinaonesha watu ya kwamba nimefanya hivi kwa sababu ya si huyu Lazaro mwenye alikufa tajiri, masikini huyu na huyu mwenye alikufa, so yote naambatana na utukufu. Ule kipofu mwenye mnasema walisema wazazi wake ndio walitenda dhambi, waambia hapana, tengeneza hivi kwa sababu ya utukufu. So mimi kama nikukosa njaa wapendwa, siwezi kusema ati mkizo hawezi kukosa njaa. Lakini wewe baada ya kukosa njaa, Mungu amefanya nini ambayo watu wameona ni utukufu wake? Hiyo ni mimi sasa. Asifiwe sana. Kuna ushuhuda nilikuwa naona hii wiki. Mama amezaa watoto 24. Lakini kwa watoto 24 hakuna mmoja ataibeba kwa mkono wake. Na
walikuwa wako wazima, lakini wakifika siku ya kuzaliwa, akifika tu hiyo siku anakufa, akifika tu hiyo siku anakufa. Na Mungu na ni mtumishi wa Mungu, na Mungu akamwambia, nimekufanya ukue, watu wajifunze kutoka kwako, wale wanajizuia kuzaa, ama wale wanatumia family planning, ama wale wanaona hatuwezi kuzaa kwa sababu tunafaa tuzae watoto wawili kwa sababu hatuna uwezo wa kutunza wale wengine watakuja. Sasa Mungu akamwambia hivyo, naenda ambie dunia yote. Amezaa watoto wa 24. Hakuna hata mmoja aliwahi beba hata siku moja. Na Mungu alimwambia enda ambie dunia yote, na tunaweza kuwaambia atampatia watoto. Na hiyo watu hadi watu amesema, watu wameongea, familia imeongea, yani mambo mengi, watu kama majirani nini, lakini Mungu akakuja akamwambia, nimekufanya watu wajifunze kutoka kwako. Ni Mungu mwenyewe ndiye alikuwa anachukua au watoto, na akakuja kumwambia, naenda ambie dunia nzima. Hapo alikuwa na vitu vinafanyika kwa maisha ya mwenye yake kwa sababu Mungu ameruhusu. Tueleze hilo. Kwangu sioni, kwa sababu mtu kiamua kuteseka, mtu mwenyewe. Sasa mahali tumefikia, najua wakati tunapoanza tumejengana kiimani sasa, na iwe ni James nasema aje, na mahali ulisema kitu katika Yakobo, na mahali inasema mateso pia ya wenye haki katika Yakobo. So na tumesema ya kwamba lenye Daudi anavyonena haya maneno inategemea na wewe mtu binafsi. Shida yako inatokana na nini? Wewe mwenyewe ni mwenye haki kwanza, sababu kama hujakuwa mwenye haki utateseka. Kama hujakuwa mwenye haki, lazima mateso utafanya nini? Utayapitia. So wewe mwenyewe kweli ni mwenye haki wenye Daudi anasema. So neno la Mungu linapokuja, tunapotaka kulitumia, lazima sisi tuangalie kwanza hiyo kiatu ya uhaki sisi tuko nayo. Kama hiyo haki pia hatuna, inamaanisha tayari tumepungukiwa. Lakini sasa wakati unakuta kwamba Daudi anasema mwenye haki hajaiona akiombaomba, ama watoto wake hawajaombaomba, na sisi tukiangalia katika hali ya kusema kwamba tumekosa vitu fulani ndani ya maisha, je, hivi vitu tunavikosa namna gani? Kwa sababu Mungu yeye ndio sasa umesema anajua kwamba unafaa ukule, na uvae, na uishi. Unaona? Kwa sababu kuna makao, kuna mavazi, na kuna chakula, kuna chakula. Hivi vitu Mungu anajua anafaa kushughulikia. Lakini mimi kwangu, iwapo hivi vitu vitakosekana ndani yako, then mimi naona pia kuna shida mahali. Kwa sababu gani? Mungu unapomtumikia, hivi ni vitu vya kawaida tu. Anajua kwamba hivi vitu nafaa ukuwe na licha ya kwamba hautaoni dunia mzima, lakini katika ile kitu ambao umepokea inaonekana ndani ya moyo wako umeridhika, nafsi yako imeridhika, na anakupa nafasi ya hata kama atakupanua mipaka yako hapo mbeleni. Lakini hivi vitu vya foundation kwanza, vya msingi hivi ya kawaida, mavazi lazima ukuwe nayo. Siwezi sema ya kwamba kama umemjua Kristo utakosa mavazi. Unajua kunaangalia pia, Mungu anajua ile wakati. Hatutaenda na wakati wa sayansi na teknolojia venye iko, lakini in that kuna pia Mungu anafaa onekana anatenda kazi ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa umelarukiwa unaonyesha uje na unamhubiri Kristo. Mimi naona hapo pia kuna shida. Unaona?
tuache, kwa sababu neema ambayo ilikuwa wakati ule na neema ambayo iko na neema ambayo inakuja lazima zitatofautiana kwa wale watu ambao wanamjua Kristo. Chenye mimi naamini venye Daudi amesema, sifai kuomba. Mimi sifai kuomba. Ninafaa ya kwamba mimi ndio sasa, kwa sababu niko na Kristo, mimi ni suluhisho ya vitu. Sifai kuomba. Kristo anasema ya kwamba sisi ni vichwa na sisi hatutakuwa mikia. Na anasema ya kwamba yeye ndiye anayetuwezesha kufanya nini? Kuwa na uwezo wa kukua matajiri. Kwa sababu yeye ndo anatupa hiyo nguvu na uwezo. Alafu wakati anaposema hivyo, unaona? Alafu pia anasema ya kwamba tukiwa kwake sisi ndio tunafaa kupeana. Hatufai kukopa. Of which na agree na mwandishi benye Daudi amesema, hatufai kuomba. Sisi tukiwa kwa Kristo, anasema dhahabu na fedha zote ni vya kwake. Yes, kuna viwango vya hiyo utajiri. Amen. Lakini hatufai kuomba. Ile ambaye amekupatia haufai kuomba. So mimi naona ya kwamba sifai kuomba, na hiyo vitu vingine Mungu anafaa kuwa amenipatia. Hata kama sitaendesha, acha na kuendesha, lakini Amen. Kama naweza kunywa, nivae, nikule, nilale mahali mzuri. Amen. I think Mungu anafanya kazi. Lakini sasa sisi ambao tuko siku ya leo tunang'ang'ana. Pia inategemea na wachungaji wenye wamekuja wakafanya injili kuwa. Pia wakakupanga kama utaendesha ukiwa na miaka 40 ujue umekufa. Tafuta venye utaendesha. Kama hujajenga nyumba ukiwa na 40 pia ujue uko na shida. Vitu kama hivyo. So unakuta tunabadilisha. Sisi tunataka tugeuze neno la Mungu na tuhakikishe linasuti mahitaji yetu na pressure. Sasa unakuta ya kwamba watu hawatatembea venye Mungu anataka, tutatembea kulingana na dunia venye inataka, na tunasema tunamjua Kristo. So hapo mimi ndio naona inaweza kuwa na utofauti. Lakini kama tutajua kwamba Mungu anakuprovidea mavazi, chakula, na kitu ya kwanza muhimu, hata Mungu kama amekupea afya, wewe uko mbele sana. Sababu hivi vitu vyote ukiangalia kuna watu wako navyo lakini afya yenyewe hawana. No. Majengo wamejenga lakini hawana hata watu wa kukaa nao ndani. So vitu ukiangalia mzuri ukiwa kwa Kristo, maisha ya kuomba tutoke ndani. Mungu atusaidie, atufai. Hivyo ndio mimi naweza sema. Bwana asifiwe sana. Amen. Wacha tusome andiko lingine tena hapa katika Timotheo. Timotheo wa kwanza mlango wa 6. Kuanzia 6 mpaka 10. Timotheo wa kwanza 6 kuanzia 6 mpaka 10. Nasema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Kiswahili. Kweli kumcha Mungu humfanya mtu awe tajiri sana. Amen. Sikia kwanza hiyo kitu. Kumcha Mungu kumfanya mtu akuwe tajiri. Sio kufanya biashara ya kuleta mameli kutoka India. Hawa watu ambao wanaitwa the richest people in the world. Hawa watu ni apostles. Hawa watu ni mabishop. Hata kwa list yao hata hakuna mhubiri. Na kama yuko ni ule wa shetani. Mtu the richest person in the world, kama ni mtu anatajwa, anafaa kuwa ni mtu aliyopande wa, kwa sababu nimesema kumcha Mungu humfanya mtu akuwe tajiri sana. Tajiri wa roho na tajiri wa mwili. Usianze kusema ati Mungu anasema heri masikini wa roho. Hiyo tutaongea baadaye. Sikia hii hapa. Nifundisho pia la Timotheo. Ikiwa atatosheka kwanza, watakuwa tajiri
kwanza kwa kupitia kwa kutosheka. Ikiwa atatosheka na vitu alivyo navyo. Umesikia leo ametuambia nini? Unajua kuna tamaa watu wanaingianga ndani. Mungu amekusaidia kama ni kagari, hata kama ni kaprimi uko nako. Usikanabeba watu. Nani inasifika magari? Ni gari, si ndio? Umesikia mwingine amekuja na BMW, sijui what kiswati. Wanasema hii si gari. Pia mimi wacha hii nitanunua sasa Hama. Hiyo ndio ujinga. Aya. Na akasema maana hatukuleta kitu chochote hapa duniani wala hatutachukua kitu chochote. Kwa hiyo basi kama tunacho chakula, sikia mzuri, kama tunacho chakula na mavazi tunapasa kuridhika navyo. Ndege hakuna hapo. Nyumba ya 4 bedroom hakuna. Chakula ni kinafanya ukuwe na nguvu ya kusoma. Tukiwa na chakula hii sasa tuongelee chakula hii ya roho. Hii Mungu anaongea chakula hii maandazi haya. Tukiwa na chakula na mavazi, ridhika na hizo. Mambo ya kutafuta kukuchoma nyama karanga itakuingiza katika na Mungu alisema chakula itoke Steers ndio ujue ati chakula. Na mimi za siku hizi mimi nakula chakula ya bei. Mimi na order na Jumia. Mimi siku hizi nachukua Steers, KFC, Jumia Foods. Sasa ndio naingia watu. Mungu amesema bora umeku. Huko nyumbani sisi tulikuwa tunakunywa uji na mahindi choma. Bwana sifiwe sana. Amen. Jioni mmechoma mahindi na tena hiyo mahindi mmeshaga ndio mnakunywa nayo uji. Wale hizi vitu zinaenda. Yaani hapa tu kwa tunatafuta balance diet. Hapa tulikuwa tunatafuta kushiba. Tunajaza ndani mahindi. Lakini hatukufa, sasa tuko hapa. Kuna watu walikuwa hata hiyo mahindi na uji hawaijui, lakini hawako sahihi. Mungu akasema mungekuwa na chakula hiyo yote mridhika na hii, lakini wale wanaotaka kutajirika huhangaika katika majaribu. Wanaotaka kutajirika mang'ombe, maviatu mzuri, wacha niende sijui nini mahali fulani ninunue kiatu, na kunaswa katika mitego wa tamaa nyingi mbaya za kipumbavu ambazo huwavuta mpaka kwenye uharibifu na maangamizi. Kwa maana kupenda pesa sana ama fedha ni chanzo cha uovu wote. Watu wengine wametamani sana kupata fedha, hata wametangatanga mbali na imani, wameivunja mioyo yao na wamekuwa na huzuni nyingi. Na Kristo wangapi ameenda kutembelea mtu tu akapata huyo mtu ako na friji 3 kwa nyumba. Ana anasema mimi naabudu Mungu gani? Anaanza kujijaza na imani. Mimi nikopanga Kristo. Yaani kila siku kunipatia friji. Pia mimi nanunua. Naongea akiwa na Kristo, nitamani muone friji la mtu 3. Sisi kwa hizo manyumba wakati tunaenda kufanya mjengo, tumekutana na vitu gani? Unakutana na friji, wewe mmoja wewe songesha mpaka mkuu wawili watatu. Hiyo ni friji. Na unapata nyinyi hamkuwa na mimi. Tulienda na Steve kufanya hapa kazi nyingine Muthaiga. Tulipata cabinets 3. Cabinets 3 zinakaa kama sanduku. Tukashangaa hizi za nini? Hizo cabinets zilikuwa na kila aina pombe. Wakati tulienda kwa store, mahali store iko wa jikoni, pombe ndio naona kila mahali. Mahali tulikuwa hapo kando, tulifikiri wanatengenezanga pombe, tukauliza na hapa kumbe mko na kampuni ya pombe. Wakasema msijaribu kusema hapa sio kampuni, hizi zote ni za watu kunywa. Sherehe. Ukiingia pale utasema pia mimi nafaa nikuwe hivi. Kwa sababu ya tamaa utavutwa.
Wamesema mtu anavutwa kwa sababu ya tamaa mpaka anaingia kwa mambo ya kutangatanga na anawacha imani kwa sababu ya kutafuta pesa. Wakristo wangapi mtu amekuja tu na gari ya Prado kanisani, wanasikia huyu mtu this is the machine we want. Sasa anaanza kuhubiri. Tunataka watu waliokoka kama ile machine ya mbunga aliyokuja nayo hapa. That's the machine we want now. Na hiyo neema yatosha kama unataka kupokea simama. Kuja hapa. Nataka niseme juu yako uko na yeye mwenyewe anataka kusema juu ya nani? Sasa aseme juu yake kwanza kuwe nayo tuone. Bwana ziwe sana. So, hii mambo ya vitu Mungu ametuambia bora mtu akule na kuvaa inato. That's why Elijah alikuwa kama pango. Kwa nini kulala sio muhimu? Kulala hata nenda chini ya mti. Hapa kama tunapatanga watu wanalala wapi kulala asubuhi. Wameamuka wakiwa hai wanapumua. Kwa sababu walikula wakalala. Elijah alikuwa kama pango na alikuwa anakula. Na hapa kwa palace na akuli. Analalia kitanda na pilo mzuri akilala hivyo nasikia hiyo pilo na kumassage. Lakini amekosa breakfast. Jamaa njaye yote. Pilo hata akiona pilo anataka kusana pilo. Hata hizi zikipita mbele yake anataka amalizane naye. Wapendwa, tusikuje tukavutwa na tamaa ya vitu. Hata wakati tutaokoka kuna wale watakuwa na 4 bedroom, kuna wale watakuwa na single bedroom. Kuna wale watakuwa na self content, kuna wale watakuwa na bed sitter. Na sisi wote tuko upande wa Kristo. Usiende kwa mtu ameokoka kuna 10 bedroom, alafu anaanza kusema pia mimi niko upande wa Yesu, nataka yangu 20. Wajue. Umepanga kwa 20? Wewe umepanga kwa 20? Hii mvuto imefanya watu wakawacha Mungu. Tamaa. Lakini vile yeye amesema kusema kweli kama tumeokoka hatufai kukosa chakula. Tukikosa chakula lazima tujiulize vizuri. Tukikosa mavazi tunavaa mpaka watu wanashuku kama tuko upande wa Yesu, tujiangalie. Tukikosa hata mahali pa kukaa, kila mwezi tunasomboana na landlord, lazima tujiangalie. Kusema kweli. Paka wewe umeweka kuoroda na landlord kwa wale watu ambao landlord unajua hawa lazima niwatafute ndio wanilipe. Na wewe uko upande wa Yesu, huyo landlord amakweka hiyo orodha ya wale watu anajua hawa lazima nitaenda kwa mlango yake ndio. Bwana Yesu biza. Ni shida kusema kweli hapa. Ila amesema ya kwamba sisi wote neema ni tofauti. Lakini kama kuna mtu atapewa neema, si ndio? Ya kuwa na magari, ya mabenzi. Wewe uko na yako hata kama ni premium, shukuru Mungu. Sisi wote tuko kwa Mungu. Lakini kusikwe na mtu amekosa kitu ambayo ni kama chakula, wachana magari. Magari wachana nayo. Lakini chakula, mavazi, mahali pa wili unalala. Hizi vitu tatu. Alafu tunaanza kusema mateso ya mwenye haki ni mengi. Mungu humsaidia kwa yote. Na hapa landlord ametupa vitu zako. Bado siko sana. Sasa Mungu anamsaidia hapa na watu wanakuona vitu zako ziko nje ndoko. Paka watu wanaanza kuuliza huyu mtu anaombanga Mungu gani? Badala waone ule Mungu mwenye unaomba waseme utumfuate, lakini wasema sasa huyu anaomba gani? Paka wengine wanasema kama huyu ndio Mungu ambaye unatuambianga tufuate, mtu waache. So Mungu ametuandikia chakula na mavazi vitu viwili, hatufai kukosa kama wewe ni Mkristo. Na hizi vitu ukikosa unafaa ukae chini ujihoji vinasababisha na nini? Na kama ndio umekosa, umefungiwa nyumba, vitu zako zikatupa pale. Kwa hiyo scenario Mungu alijitukuza aje ambao ni ushuhuda sahihi, mpaka hata kuna mtu akasema pia mimi nimekubali. Mungu huyu mtu anakubali Mungu. Kupitia kwa vile vitu zako zilikuwa pale. Maybe Mungu alitaka utoka hapo. Maybe hapo ulikuwa unakaa kwa bedrooms. Mungu anataka kukupeleka kwa 6. Sasa wamekufukuza. Kumbe Mungu anataka utoke hapa. Vile Mungu aliambia wana wa Israeli, kwa hiyo mlima mmekaa sana, imefika wakati unafahamu mto. So baada ukitoka hapo Mungu ameandaa njia mwenyewe. Wale watu wakisha kufukuza baada ya wiki moja wanakuja nasikia jamaa kurunda. Sitaji runda kwa sababu ndio mahali pazuri. Yaani kwa sababu watu hapa Kenya wanajua hapo ndio mahali penye mtu anafaa aka.
Wakikuja Ronda wanakuona uko na 10 bedroom. Wale waliokota vijiko zako wako nazo kwa nyumba wanasema wacha mtafute Mungu wa undugu. Kuna mahali tulikuwa tunakaa Riverside kwa store ya Muhindi. Alikuwa amekodisha. So tukatoka hapo Riverside hapa. Hapo karibu na Market Square. Mahali nilifanya kazi hapo. Leo onyesha wengine. That time hapo kulikuwa na mdabada alikuwa anakaa hizo area. Hapo ule jamaa wa bank kwa alikuwa anakaa hapo. Sijui Njuguna watu alikuwa anakaa hizo area. Tulitolewa hapo na nilikuwa tunakaa na my sister. Kwa sababu ya jina River. Wakati tulitoka hapo tukaambiwa tunaenda mahali inaitwa Deep Sea. Deep Sea ni huko Parklands. Ukisikia jina Deep Sea unaonaje? Wewe unafikiri ni mahali pa mchezo? Nilikuwa na kameza kangu kwenye kaka hapa. Aka meza ya kitambo sana nilikuwa nimenunua kwa Muhindi hapa Parklands kitambo. Wakati watu waliniona na meza na nilikuwa na baiskeli nyingine pia mazoezi ya gym. Watu wakati waliona hizo vitu na kitanda kingine, hiyo kitanda ilikuwa ya kukunja hivi, hiyo kitanda unaweza ikunja hivi tu. Hausumbukani na mattress ya spring. Wakati tumeweka hizo vitu kwa nyumba ya mtu hapo, jamaa mwingine afikie tu Deep Sea. Nyumba ikajaza ile vitu. Yalikuwa karumu kama akakaja. Bwana sasa tumeshinda hata vile tutalala. Paka watu wengine wanaongea kwa Kikukuyu. Unajaza ule mtu anajua Kikuyu ni Freddy Kiloga na Siki. Wanasema hao jamaa walikuwa wa estate. Sasa wamekuja kwa kijiji. Hawataweza hii maisha. Ona hizo meza. Ona hizo vitanda. Hizi si ya kijiji. Hao hawezi hii maisha. Hao watakufa. Hiyo jioni tukaenda kupanga hii nyumba vile tutalala. Wakati tumepanga hivi vile tutalala, tumeshindwa paka tumetafuta strong tea tuweke kwanza, tukunywe, tumeshindwa. Kwa sababu vitu vimejaa nyumba ya ule ndugu na sisi tutalalaje ule ndugu na mtu mmoja alikuwa naye na sisi mimi Freddy na my sister watano. Tutatoshaje kwa hiyo nyumba? Tukiwa pale tumewekelea chai strong tea nikasikia simu. Na hapo my sister anakaa anajua mahali ametoka na mahali tunaenda. Analia tu. Nikasikia simu ikaniambia uko wapi? Nikamwambia niko hii area. Niko hapa nafungua nimeshapata nyumba. Unataka kuingia saa hii ama kesho? Na maana naambiwa hapo nyumba iko hapo next. Nikutembea tu kutoka hapa Deep Sea naenda hapo. Kuangalia kubeba vitu. Nitafute gari kama nisivyoenda beba tuna mkono nile. Kuenda pale kufungua. Kanipatia funguo akaniambia nende mimi mwenyewe nifungue. Nikaenda nikafungua. Nikasikia vitu vililia kwa hiyo nyumba vikitoka kama panya. Tulikuwa na Fred. Hata hiyo kitanda yenyewe niko nayo nilipata kwa hiyo. Ila analalia mpaka saa hii. Ni mbao oriji. Bwana ziwe sana. Nilienda hapo mahali nimetoka Riverside nikafikiri hapo ndio sasa kulingana watu wameona nimeisha. Kwani mahali nilienda tena nikapata ile room yenye tulikuwa tunaishi Riverside. Hii ni kubwa. Na nimepata vitanda nikaanza kulalia kwa ile kitanda. Maisha alipokuja jioni ametoka shule anajua mahali tunaenda. Alikuwa analia, nikamwambia tumebadilishwa sasa tunakuja mahali hii. Mungu alichange story hata na 1 second. Hata ule jamaa tulikuwa naye kwa hiyo nyumba alishangaa. Hata kulala hapo. Wale watu tena wakatuona wanaanza kusema tena wanabeba vitu. Si hata pale mahali ziko hela niliwahi hata nikiwa Parkland. Si hata ni mahali ani kuna vitu. Kwa hiyo scenario Mungu anataka kuonyesha maisha ya kwamba unafaa uwe na imani. Na kutuonyesha kwamba mimi niko pamoja na nyinyi kwa sababu watu walikuwa wametuchekelea. Lakini the same day hatukulala hapo na tukatoka. Hiyo ilikuwa ushuhuda gani? So tumesema kama ni chakula utakuwa umekosa. Wacha watu wazungumuze. Yule ndugu alikosa chakula lakini saa hii na kumbe Mungu alikuwa anataka. Watu wasema wacha tutafute kumbe Mungu anafanya vitu zake kwa vile. Lakini kama hiyo mali yako imefanyika hata hakuna kitu watu wamesema Mungu amefanya. So unajua hapo maribisha hata Mungu. Lakini pia tuwache tamaa na maisha ya kubishana. Kuishi maisha ya competition. Tumesikia katika Timotheo unafanya mtu anaingia katika mambo ya dhambi. So mahitaji kama watu ambao tumempata Kristo hayafai kukosekana. Ikiwa tu yatakosekana, ikuwe ni kwa utukufu kama
kama vile masikini alikosa kwa utukufu wa Mungu, nitakuwa ni vyema. Lakini tusikose na kuanza kujifariji. Kwanza siku sana. Na itakuwa ni vyema. So kama kutakuwa na jambo lingine, swali la mtu kutaka kujua kwa nini Mkristo ateseke, tumeshajua. Na kama kutakuwa na jambo lingine mtu anaweza uliza, alafu tunaweza kufungia pale kwa siku ya leo. Ndio next tukuje tujue sasa hii dhambi inaweza kupoteza aje na ukijifariji ndani. Kuna mtu akwenda swali. Kama hakuna swali, tunapokutana next week sasa tunataka kujua mtu kuteseka kwa ajili ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Na sisi aturuhusu mtu atupige debe mtu kuteseka kwa sababu ya hatuko huko. Bwana asifiwe sana. Tuko tu pande mmoja, mtu kuteseka kwa sababu ya utakatifu ambao ni Kristo. Lakini mambo ya kuteseka tu ulikuwa umejoin Freemason wanakutesa hiyo haturuhusu. Umeteseka kwa sababu Mungu alikwambia maneno fulani umekataa. Hiyo ndio inachangia uteseke. Hiyo haturuhusiku. Bwana asifiwe sana. Tusimamie pale. Tutoe zaka zetu. Tusimame.